Vijana katika kijiji cha Ikola na Isingule katika halmashauri ya Tanganyika mkoani Katavi wamesema wamejipanga vizuri kuhakikisha hawatumiki vibaya kuvuruga amani pamoja na kuchagua viongozi wasiofaa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Vijana wameyasema hayo wakati wakizungumza katika mkutano wa usomaji utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo wamesema vijana na kina mama ndio kundi ambalo linatajwa kuhusika na uvurugaji wa amani na kudanganyika ili kuchagua viongozi wenye maslahi binafsi. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mpanda Vijijini Selemaniko Kakoso, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika tukio hilo, amewataka vijana kuchangamkia fursa ya mikopo ya 10% ili kujikwamua kiuchumi. Aidha, mbunge huyo amechangia fedha kwa ajili ya ununuzi wa kabati la kuwekea dawa katika zahanati ya Ikola ambayo ilisitisha huduma kutokana na changamoto hiyo. Mimi ni Irene Nziku na hii ni Ambwene Media. Kama kijana kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025 nimejipanga vizuri kuhamasisha vijana wenzangu wasitumike vibaya katika kuchagua au kujihusisha kwenye makundi ambayo sio sahihi, kwa kuchagua viongozi ambao wapo kwa ajili ya maslahi. Ukiwa kama kijana inatakiwa uchague kiongozi ambaye anakufaa ili mwisho wa siku uje kuona faida zake za kimaendeleo. Tunatambua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na tunajua ni jinsi gani sisi wakina mama tunapotumika vibaya katika mwaka huu wa uchaguzi. Lakini mwaka huu tumejipanga ili tuweze kupata viongozi walio bora. Tunatumia sisi wenyewe wakina mama kujipambania kwanza sisi wenyewe, tuweze kukimbilia kwenye fursa hizo za uongozi, tujaze fomu za uongozi, iwe ubunge, urais, udiwani. Japokuwa urais tayari ameshatangazwa, lakini sisi kama wakina mama tuko huru kwa chochote. Maana kila kitu wakina mama mbele, kila kitu wakina mama mbele. Hivyo wakina mama tunaweza, na ninawahakikishia tutapata kiongozi aliye bora kupitia sisi wakina mama kujipambania sisi wenyewe. Kwanza tujichague sisi wenyewe kina mama, tusiogope. Wakina mama hatutodanganyika kwa kitu chochote. Tumejipanga kutenda haki kwa kila mgombea yeyote atakayekuwa amechaguliwa, atakayekuwa ametia nia na kuteuliwa katika uchaguzi. Tusitumike vibaya katika kipindi cha uchaguzi, na vijana tumekuwa miongoni mwa watu tunayetumika vibaya katika uchaguzi, na sasa tumehaswa na tumefundishwa kwamba vijana tusitumike vibaya ila tutekeleze ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mpanda Vijijini Selemaniko Kakoso, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika tukio la usomaji wa utekelezaji wa ilani, amewataka vijana hao kuchangamkia fursa ya mikopo ya 10% ili kujikwamua kiuchumi. Niwaombe vijana, nimeenda kufungua kijiwe cha vijana ambacho malengo yake ni kufanya shughuli za maendeleo. Na mimi nataka niwasihi vijana, leo tawachia mtaji pale. Sasa huo mtaji wa kile kijiwe usitumike vibaya, usitugawanye. Na niko tayari hata kwenye vijiwe vingine, mheshimiwa diwani, ambavyo mtaanzisha yenye mlengo ambao uko sahihi, na akina mama wawe na kijiwe cha kwao. Tutawasaidia. Ombi langu kwa nyinyi vijana, serikali imeweka mipango thabiti kupitia mabaraza ya madiwani. Mna fursa iliyopo, nendeni mkaanzishe vikundi vya ujasiriamali. Tusiishie tu viongozi wanapokuja mkitupokea alafu mnaishia mitini. Hapana, mimi sipendi kuwatumia kama daraja, napenda kuwafanya na nyinyi muweze kunufaika. Andaeni andiko nzuri, andaeni mipango mizuri, mpate mkopo kupitia mikopo ya wajasiriamali kundi la vijana. Tunayo mikopo ya wajasiriamali kundi la kina mama, hali kadhalika walemavu.
Mwaka huu fedha zilizokuwa zinatakiwa kuja kwenye hayo makundi hawajazimaliza za wilaya Tanganyika kwa sababu hamkujiweka vizuri. Naomba hili mlifanyie kazi na msianze kugawanyika. Tunawategemea sana kundi la vijana, kundi la kina mama, wote jamii moja tunahitaji kufanye kazi.